Baba ambao unaweza kumtakaza katika wiki ambayo limeisha hili juma refu. Bwana, kwa kuisha kuhubiri katika neno lako Baba, najua kwamba naenda kuinua roho zako mchana wa leo, anaenda kukusa roho za watu wako leo hii waliofungwa na dira za giza. Bwana, katika neno hilo litaweza kuwafungua mtakatifu wa watakatifu waliokosa tumaini kupitia katika neno hilo siku ya leo. Bwana, wanaenda kutia tumaini waliokuwa wamekata tamaa katika maisha kupitia katika neno lako takatifu. Bwana, watakata tamaa tena. Asante Bwana wa majeshi. Asante Simba wa Yuda, maana wewe ukurumapo Baba wa mbinguni, hakuna mwingine ukurumaye kama wewe. Wewe unasimama mtakatifu katika na mhubiri wa siku ya leo. Wewe unatumia kama chombo chako takatifu. Asante Bwana wa majeshi, tunakemea kila maroho za giza, tunakemea kila ufalme wa giza, tunakemea kila anga za giza katika jina la Yesu Kristo. Zikaende kwa simu, zikaende ziwa la moto, zikaende ziwa la moto katika jina la Yesu Kristo. Baba, natangaza ushindi, wanatangaza neema, wanatangaza kibali kuingia katika neno hilo, na ninaomba haya yote katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Amen. Karibu sana, karibu sana kuhubiri, karibu sana. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ni wakati ulio mwema ambapo nachukua hii fursa kumshukuru Mungu kwa ajili ya ukuu alionao kwa ajili ya maisha yangu pamoja na familia na pamoja na kanisa. Bwana asifiwe. Tunapokutana hivi tunamshukuru Mungu kwa kuwa si kitu rahisi, lakini ni upendo wa Mungu. Bwana asifiwe. Kuna wengi ambao waliahidiana kwa kukutana siku ya leo, lakini hawajakutana. Lakini ni kwa neema ya kwamba Mungu ametuwezesha, si kwa ajili ya nguvu na ujanja tulio nao, bali kwa ajili ya neema yake ambaye amefanya tukutane siku ya leo. Bwana asifiwe. Amen. So sina budi tunaingia katika neno. Topic yetu ni kuhusu ushindi. Subtopic ni nini? Tunazungumzia juu ya obedience. Bwana asifiwe. Haleluya. Obedience. Obedience ndio tunasoma juu yake. So aliye na Biblia anatufungulia katika kitabu cha Yeremia 12:17. Nabii Yeremia ni after Isaiah and then Yeremia 12:17. Aliyepata neno tusomea sio kwa Kiingereza au kwa Kiswahili. Leo kitabu cha Yeremia, sura ya 12 kuanzia mstari wa 7. Biblia inasema hivi: bila bali kama hawataki kusikia, kung'oa nitang'oa taifa lile, na kuliangamiza kabisa, asema Bwana. Bwana asifiwe. So hapa Mungu anaongea kuhusu pia taifa ambayo haimtii. Bwana asifiwe. Amen. Taifa ambayo haimtii Mungu. Mungu anasema ya kwamba ataling'oa na kuliangamiza kabisa. Bwana asifiwe. Amen. So tumeangalia mtu ambaye hamtii Mungu, mambo ambayo hatamtendea. Amen. Na hadhari ambaye atafanya nani ataingia. Na hapa Mungu ameendelea kusema ya kwamba hata na taifa ambalo halitafanya nani halitamsikiza. Maana asifiwe. Yaani kwa lugha nyingine inasema ya kwamba kwa taifa ambayo haitamtii
naye Mungu atafanya gani? Ataiangamiza na kuiharibu kabisa. Haya nasifiwe. Amen. So taifa litakosa kumtii namna gani Mungu? Taifa kukosa kumtii Mungu linaanza na mtu individual. Bwana asifiwe. Amen. Tunapokuwa wakaidi kwa ajili ya neno la Mungu, tusilishike neno la Mungu, then tunapea nafasi sisi kama individual, tunahukumiwa kama individual. Bwana asifiwe. Amen. Lakini huu hukumu unapoendelea, unaona hiyo mizizi, tunaenda kusalisha na wengine wanakosa kumtii pia Mungu. So unaona ya kwamba nchi kwa jumla watu wengi wanakosa kufanya nani? Kumtii Mungu. Na wanapokosa kumtii Mungu, sasa hapa nchi kwa jumla inakosa kufanya gani? Kumtii Mungu. Na hapa sasa Mungu alipokuwa anataka kuadhibu nchi ya Sodoma na Gomora. Amen. Alimwendea nani? Alimwendea Abraham. Lakini Abraham akamsihi, akasema, Bwana, katika hiyo nchi, je, tukiwa na watu wema naye utaharibu nchi? Bwana akasema, kama kutakuwa nao sitafanya gani? Sitaharibu nchi. Naweza sifiwe. Amen. Hivyo ndivyo alikuwa anasema. Lakini angalia, yaani kumaanisha kwamba nchi yote haimsikizi Mungu, wamegeuka. Amen. Lakini Abraham anataka Mungu asamehe hii nchi isichomwe. Amen. So anasihi Mungu ya kwamba, Mungu, tukiwa na watu ambao wako hawa, je, utaharibu nchi? So kwa lugha nyingine tena, kama tunataka nchi yetu ya Kenya ibarikiwe, ni kusimama katika nini? Kumsikia Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Tutakaposikia sauti ya Mungu, basi nchi yetu ya Kenya itafanya gani? Itabarikiwa. Amen. Na swali ambalo Abrahamu akapata anauliza, je, nikienda Kenya watu wakiwa hawa, Mungu utaharibu nchi? Mungu anasema hapana. Bwana asifiwe. Amen. So tukiwa na wawili watatu ambao wako katika haki katika nchi ya Kenya, Mungu atasiri kutetea nini? Kutetea Kenya. Lakini tunaona ya kwamba uwazi inafanya ya kwamba hata Mungu anakeuka nchi, Mungu anaadhibu nchi. Bwana asifiwe. Amen. Watu wanapata vyakula vinaharibiwa. Kuna mwaka ambao umekuwa ziki zikakuja zikaharibu nini? Zikaharibu mimea zote. Zinatokea mahali ambapo hakujulikani. Bwana asifiwe. Amen. Ukosefu wa chakula ndio hiyo. Ni kwa sababu ya kutomtii nani? Kutomtii Mungu. Kwa sababu Mungu anasema ya kwamba nchi inapomtii Mungu anabariki nchi. Bwana asifiwe. Amen. Na kubariki ni kumaanisha kwamba anaachilia baraka ya mvua, anaachilia baraka ya chakula, anaachilia baraka ya mifugo, vinakuwa kuongezeka. Bwana asifiwe. Amen. Lakini tunapoona machanga na vilio, ni kumaanisha kwamba sasa imefika point ambayo nchi imekukeuka Mungu, na sasa katabu ya Mungu iko juu ya hilo nchi. Bwana asifiwe. Amen. Sasa kwa mfano Kenya yetu tunapoangalia sasa hivi, uafyaji wa mimba uko katika hali ya juu. Bwana asifiwe. Amen. Hiyo ni kukairi Mungu, kwenda kinyume na nani? Na Mungu. Bwana asifiwe. Amen. So Mungu mahali alipo analia kwa ajili ya nchi yetu ya nini? Ya Kenya. Ukienda katika mitaa sasa hivi ukahaba umejaa. Bwana asifiwe. Amen. Watu hawana wasiwasi, wanafanya biashara ya ukahaba, yani hata hawajali. Bwana asifiwe. Amen. Sababu nchi imefanya gani? Nchi imekeuka, watu wamekeuka, wamefaa mtindo, wanaona hiyo ndio staili ya maisha ya kuishi. Bwana asifiwe. Amen. Na hata ukiwaulizia wanasema hiyo ni kazi ambayo wanafanya, ni ajira. Bwana asifiwe. Ili wapate pesa. Amen. So wamekeuza mambo ya Mungu, wanafanya mambo ambayo hayafai. Bwana asifiwe. Amen. Na nipoza katabu iko katika Kenya. Watu sasa hivi wanauawa ovyo ovyo. Bwana asifiwe. Amen. Unasikia ati mtu amechukuliwa amekufa. Bwana asifiwe. Amen. Kwa njia ambayo haieleweki. Watu sasa hii wanaweza kata mtu kama kuku. Bwana asifiwe. Hawajali. Why? Kwa sababu yani pepo limeingia katika nchi, imefanya yani uhalifu umekuwa kitu cha kawaida. Uhalifu umekuwa njia ya mapato yao, na wameuhalilisha, wanatembea katika hiyo. So unaona ya kwamba Mungu akiwa katika kiti chake cha enzi
anahusunika. Amen. Na ndiposa nchi inaanza kupitia katika magumu. Yes. Nchi inaanza kupitia katika vikwazo. Amen. Nchi inakataliwa hata na nchi zingine. Yes. Kwa sababu ya baba ambaye anayatenda. Amen. Asifiwe. Amen. Na mkono wa Mungu umetoka katika hiyo nchi. Amen. Unaona ya kwamba kitu ambacho kiko ni njaa, magonjwa, maumivu, vifo, wanasika huyu, wanasikia mwingine amekufa, kwa sababu Mungu amechukiza na hiyo nini? Na hiyo nchi. Bwana asifiwe. Amen. Badala ya nchi kubarikiwa na kuendelea, nchi inaanza kushuka. Unaanza kusikia kwamba uchumi inashuka. Ni kwa sababu ya nini? Ya watu kutokuwa waaminifu. So Biblia katika Yeremia hii, Biblia inasema ya kwamba na nchi nayo pia inafanya gani? Inalaaniwa, inakataliwa na Mungu. Inalaaniwa na kukataliwa kwa sababu ya maovu ambayo wanafanya. Na watu hawajali. Mtu akitaka uongozi anafanya juu chini, hata atoe maisha ya mwingine ili akalie kiti chake. Bwana asifiwe. Amen. Hana haja, kwa sababu uovu, watu wameona tamaa ya dunia ni ya maana sana kuliko nani? Kuliko Mungu. So wamekeuka Mungu, wanafanya mambo ambayo hayafai kwa ajili ya kujifurahisha hao wenyewe, wanamkataa Mungu. Na Mungu anapoona hivyo, anaachilia laana juu ya nchi. So nchi haiwezi barikiwa, nchi haiwezi endelea, na wewe unaweza kuwa mwananchi wa hiyo nchi ambayo uko ndani. So unaona unaumia kwa mzigo ambao si wako. Bwana asifiwe. So walio wa Kristo inatupasa sasa tukae katika maombi, kukeuza maovu yote ambayo yanafanyika, ili haya maovu yote tuombe msamaha mbele zake Mungu, na Mungu akatusamehe kama nchi, ili akaachilie baraka zake zikuje chini ya maisha yetu. Lakini tunapokaa bila kukeuza haya maovu katika maombi na kusali, unaona ya kwamba maovu ndiyo yataonekana, maovu ndiyo yatakuwa na sauti, maovu ndiyo yataenea, na maovu ndiyo yatatawala. Na maovu yakitawala, nchi tayari imefunikwa. Mungu hatakuwa karibu na hiyo nchi. Asifiwe. Amen. So jambo letu tu ni kuenda katika maombi ili tuapatilishe anga, upepo wote unaofuma kwa ajili ya uavyaji wa mimba, mapepo yote yanayofuma katika hali zote na shughuli zote ambazo hazifai, basi tusidi kuishinda katika maombi. Anga tuitengeneze, anga ikawe ya manukato ya maombi. Bwana asifiwe. Na utaona ya kwamba Mungu atashuka, atatenda. Kwa sababu Abrahamu aliuliza Mungu, je, hata tukiwa na watu 5 Mungu taiharibu nchi? Mungu akasema hataharibu. So Biblia inasema ya kwamba na Wakristo katika nchi ya Kenya, je, wakiwa wawili wasimame kwa ajili ya kubadilisha hii anga, Mungu atabadilisha hii? Mungu hatabadilisha. Bwana asifiwe. Amen. Bali atatubariki, atasimama pamoja nasi. So kitu kiliyoko kama Wakristo inafaa tusimame. Bwana asifiwe. Amen. Kupatilisha anga yote iliyopatilishwa na watu ambao hawafai, kupatilisha anga yote ya umwagikaji wa damu, kwa sababu watu wako huko kutoa sacrifice ya watu wengine kwa ajili ya umaarufu wao. Bwana asifiwe. Na hiyo ni katabu ambayo inaendea Mungu, na Mungu anakasirika akiwa mbinguni. Lakini sisi tulio wa Kristo, Biblia inasema ya kwamba tukadushe ile anga, isiwe anga ya kutawaliwa na waovu, bali iwe anga ya kutawaliwa na manukato ya maombi ya Wakristo. Bwana asifiwe. Nasi tutapata ushindi, tutatembea katika ukuu. Tusome Yeremia 18:10. 18:10. Biblia inasema hivi katika Yeremia. Yes. Sura 18 kuanzia mstari 10. Ikiwa watatenda maovu mbele za macho yao,
wasitii sauti yangu, Yes. basi nitakairi nisitende mema yale niliyosimia kuwatendea. Bwana Yesu asifiwe. Mungu haja yake ni kutubariki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu mahali alipo anatutakia mema, lakini Biblia hapa inasema ya kwamba wakiendelea kuyatenda maovu na wakikataa kusikia amri ya Mungu, Mungu atakeuza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yale yaliyo mema juu ya maisha yao atayakeuza yakawe nini? Yakawe maovu. Amen. Amen. Kwa sababu haja ya Mungu wetu ni kututendea na kutubariki. Aliambia Abrahamu, nitawabariki wale wanaofanya madhara, wanaokubariki, na nitawalaani wale wanaofanya madhara, wanaokulaani. So sisi ni watu ambao tunafanya madhara, tumebarikiwa. Bwana asifiwe. Amen. Sisi ni watu ambao tumebarikiwa, kumaanisha kwamba wale wanaosimama kwa ajili ya kutubariki na kututakia mema, Mungu anafanya nani? Pia anawabariki yao. Yes. Na wale wanaosimama kwa ajili ya kutulaani, yaani miongoni mwao ni wachawi, wakanda, waroki ambao wanasimama kinyume na maisha yetu. Bwana asifiwe. Amen. Naye Mungu anafanya mnagano, anawalaani. Yaani kuwalaani ni kufanya ya kwamba vile wanavyovifanya havifai. Bwana asifiwe. Amen. Yeah. So unaona ya kwamba laana haitakupata kwa sababu Mungu amefanya mnagano. Mungu tayari alikutekua na akakuweka kando kwa ajili ya kufanya mnagano ya kukubariki. Lakini Biblia hapa inaongezea, inasema ya kwamba wale wasiotii, nayo hii neema haitawafikia. Asifiwe. Amen. Na ndiposa unaona kuna watu wengine wanaenda kanisani lakini wachawi wamewashinda. Asifiwe. Amen. Wachawi wamewatawala. Wachawi ndio wanaongoza maisha yao. Wakisema leo utakunywa maji peke yake kuanzia asubuhi mpaka jioni, kwa kweli anakunywa peke yake. Bwana asifiwe. Amen. Wakisema leo ni kuumwa na kichwa kuanzia asubuhi mpaka jioni, anaumwa na kichwa, kwa sababu shetani ndiye amechukua nini? Amechukua ushukani kwa ajili ya kumtawala. Why? Kwa sababu ya kutotii. Bwana asifiwe. Amen. Lakini anapotii, uliona ya kwamba Mungu anamtetea katika vyote. Shetani anapomuishia magonjwa, unaona ya kwamba Mungu anakeuza hayo magonjwa inakuwa baraka juu ya maisha yake. Haya asifiwe. Amen. Anapomtakia kutoendelea na kutofanikiwa, basi Mungu yeye anamfanikisha katika mambo yake. Lakini shetani anapati kushangaa, kwa sababu anasema mimi nimefanya hivi, huyu mtu afanye gani? Aanguke, lakini naye aanguki pata anaenda mbele. Why? Kwa sababu Mungu anafanya gani? Mungu anamtetea. Bwana asifiwe. So kazi ya shetani, yeye kazi yake ni kuharibu. So vita tulivyo navyo ni shetani kutupika vita tusiende mbele, na tunapotaka tuwe washindi ni kumwamini nani? Kumwamini na kumtii Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Na hii tunapata kushinda. So shetani anatushinda kwa sababu analeta kutuamini. Bwana asifiwe. Amen. Vile tulisema mahali pale, akaendea Eve akasema nyinyi hamfanani na Mungu, lakini mkila na hili tunda mtafanana na nani? Mtafanana na Mungu. Lakini Mungu tuliangalia alipowaumba, alisema mimi nimeumba kwa mfano wangu. Bwana asifiwe. Amen. Kumaanisha ni wa in the image of who? Image of God. Lakini hapa shetani anakeuza. So shetani kazi yake ni kukeuza. Usimwamini Mungu, uamini vitu vya dunia. Bwana asifiwe. Amen. Usimwamini Mungu ukamwamini yeye. Na hakuna mahali ambapo shetani atakupeleka, hakuna mbingu ambayo shetani ako nayo. Bwana asifiwe. Amen. Siku ya mwisho Biblia inasema ya kwamba hata ile shetani ambaye anajikinai na anasema niko na vyote, niko na magari na miliki kila kitu,
Biblia inasema ya kwamba siku ya mwisho atapiga makoti na ulimi utakiri ya kwamba Yesu ni nani? Yesu ni Bwana. Bwana asifiwe. Amen. So shetani hana mahali popote atakapo atapeleka mtu atajipike kifua ya kwamba mimi ndiye wauweza, atangaje mtu ya kwamba kaa pande yangu mimi nitakupeleka mahali. Hapana. Adamu na Eva walifika mahali wakalia. Bwana asifiwe. Amen. Walijikuta wako uchi. Kuwa uchi ni kumaanisha ya kwamba hata shetani mwenyewe amewaacha, hana hacha nao. Kazi yao na lengo lao ni kuwatoa katika Mungu. So kazi ya shetani ni kututoa katika Mungu, atuweke kado. Akishatuweka kado, hana haja na sisi tuangaikie pale. Haya asifiwe. Amen. Na iko hivi, mimea zote zilitoka katika nini? Katika udongo. Bwana asifiwe. Amen. Zilitoka katika udongo. Na Mungu alipoumba ndege, ndege zote zilitokana na nini? Na hewa. Bwana asifiwe. Amen. Samaki ambao tunawaona hao walitokana na nini? Na maji. Bwana asifiwe. Amen. So ikifika mahali samaki imee pembe. Bwana asifiwe. Amen. Na iseme ya kwamba haya maji mimi yamenichosha, aja niende nikae kwa ardhi vile miti inakaa katika ardhi, hiyo samaki itakufa. Naweza sifiwe. Amen. Haiwezi survive, itakufa. Ikifika mahali ambapo mmea useme sasa sitaki ardhi, haja sasa mimi nikae hewani, nikuoke nitoke katika ardhi nikae hewani, huo mtu utanyauka. Naweza sifiwe. Amen. Hawezi survive. Yes. Hawezi. Ndege ikiamua ya kwamba sasa mimi sitaki kukaa hewani, nataka nikae katika maji kama samaki vile zinakaa, huyo ndege atakufa. Bwana asifiwe. Amen. Haiwezi survive. So hivyo mtu aliumbwa kutoka kwa nani? Kwa Mungu. Bwana asifiwe. Amen. So shetani lengo lake anakutanganya, anasema ukikaa kwa Mungu wewe ufanane na Mungu, kuja pande hii ndio ufanye namna gani? Ufanane na Mungu. Bwana asifiwe. Amen. So unaona katika harakati hiyo mtu anamoka kutoka kwa Mungu anaenda kwingine, na kumbe ndiye anaenda kuangamia. Na unaona wengi wanaangamia kwa sababu ya kufanya gani? Ya kumoka kutoka kwa nani? Kwa Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Shetani anawatanganya. Wengi wameingia katika Illuminati, walianza kazi ya Mungu kwa njia inayopendeza. Mungu aliwaneemia, akawapa neema, akawapa ujasiri, akawapa nguvu, akawa pamoja nao. Lakini shetani akafika mahali akasimama akasema, wewe unafanya kazi ya Mungu, na angalia hauna chochote. Bwana asifiwe. Nikeukie mimi nitakupa nini? Nitakupa mali. Watu wakakeukia mahali ya Mungu. Unaona ya kwamba hakuna mahali ambapo wanafanya gani? Wajeza. Bwana asifiwe. Hakuna mahali ambapo wajeza. Shetani ndiye anamshika lakini anamwacha pale. Shetani anamshika lakini anamwacha mahali ambapo hawezi kusaidia. So wale wanaotenda yaliyo maovu, unaona ya kwamba wanaenda mahali ambapo hapafai, na shetani hana usaidizi wowote. Sasa sifiwe. So lengo letu na haja yetu ni kufanya nani? Kumkimbilia Bwana. Mstari ambao tutaangalia wa mwisho nipate yule Yeremia tu 26:13. 26:13. Aliyepata anaweza tusomea, alafu tutafungia mahali pale. Yeremia 26:13. Nasema hivi kitabu cha Yeremia. Yes. 26:13. Inasema hivi. Basi sasa tengenezeni njia zenu na matendo yenu. Yes. Mkaisikilize sauti ya Bwana Mungu wenu. Naye Bwana atakairi mabaya aliyenena juu yenu. Amen. Amen. Mungu akanibariki andiko.
Biblia inasema wazi ya kwamba njia zenu kafanya gani? Tukazitengeneze. Bwana asifiwe. Na kuna mabaya ambayo yalinenwa juu yenu, Mungu atafanya gani? Atayageuza. Bwana asifiwe. Amen. So haja yetu ni kufanya gani? Ni kumtii Mungu. Tunapomtii Mungu, mabaya yote yaliyonenwa juu ya maisha yetu, laana zote ambazo zilinenwa juu ya maisha yetu, Mungu anafanya gani? Anazibadilisha. Bwana asifiwe. Amen. Mungu anazibadilisha. So labda waliotutangulia walinenewa mabaya kwa ajili ya mambo waliyoyatenda. Kwa mfano, tulikuwa na baba mmoja. Huyu baba jari kuja ikawa vipi, na kuna hizo wanaita pumpkin. Bwana asifiwe. Amen. Akaenda kwa shamba mwingine akaiba, akaenda wakakula. So walipokula, mwenye shamba akakuja akaangalia mimea yake imefanya gani? Imeibiwa. Bwana asifiwe. So akawa anateta na wakashuku huyu mzee kweli vile alifanya gani? Aliiba. Wakamuita akaenda kule. Wakasema, mzee uliiba. Mzee akakataa kwa sababu hakutaka aibu. Amen. So wakafanya matambiko yao na wakasema, acha tufanye gani? Tukiri mbele. Na wakasema, kama wewe hukuiba, basi sema namna gani? Sema kama niliiba nikufe. Bwana asifiwe. Amen. Ya, na kwa kweli yeye pia akasema, kwa sababu alijua hata kufa, akasema kama niliiba nifanye gani? Nikufe. So aliposema hivyo, hakujua ya kwamba ameua maisha yake. Yeye aliona ni kifo tu hiki, lakini kumbe alikuwa amejiua wewe mwenyewe pamoja na familia yake. So unaona ya kwamba ufanisi wowote katika mikononi mwake hakufanikiwa. Akitaka kufuka ng'ombe haikui, anapanda mimea, wengine wanafuna, yeye afanye gani? Hafuni. Kumbe mwenyewe amejilaani kujiua. Bwana asifiwe. Amen. So yeye aliona kujiua ni kukufa. Watu wanaona anaishi tu, so anasema ya kwamba mimi naishi kwa sababu si kuiba, lakini kwa roho yake anajua aliiba. So anaona katika kimwili kakawaita hajafanya gani? Hajakufa. Lakini kumbe kiroho Mungu amefanya gani? Amemuua. Bwana asifiwe. Amen. So lolote analolifanya haliwezi fanikiwa. Na waliotutangulia wanaweza kuwa wamefanya hivyo kwa sababu walikairi, wakaenda kinyume na Mungu, wakatenda mambo ambayo machafu haikumfurahisha Mungu. Wengine wakaingia katika umasikini, wengine wakaingia katika taabu, wengine wakaingia katika kukataliwa, wengine wakaingia katika hali ambayo haifai. Bwana asifiwe. Amen. Na sisi tunaweza kuwa tumesaliwa kwao, tunapitia taabu ambayo waliotutangulia waliyatenda na yakawa vikwazo na laana juu ya maisha ya Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Mungu kitu anachotuambia ya kwamba tukitaka kuepukana na hiyo taabu, laana zote ambazo zilinenwa juu ya maisha yetu na mapito makubwa ambayo tunayapitia, kitu kiliyoko ni kufanya gani? Ni kutii. Bwana asifiwe. Amen. Tunapotii sauti ya Mungu, sauti ya Mungu inatutoa katika laana, sauti ya Mungu inatutoa katika vifo, sauti ya Mungu inatutoa katika umasikini, sauti ya Mungu inatutoa katika ukosefu, sauti ya Mungu inatufunika na aibu. Bwana asifiwe. Amen. Tunapoitii. So haja yetu ni kutii. Tunapotii tunaponya nchi. Tunapotii tunaponya familia. Tunapotii tunaponya nchi. Bwana asifiwe. Amen. So wengi wanahangaika, wengi wanaumia kwa sababu ya kutotii. Na Baba anasema ya kwamba unapotii, hizo laana ambazo zote zimenenwa juu ya maisha yenu itafanya gani? Itaondoa. So kazi yetu iliyokuwa ni kufanya gani? Ni kutii. Tumtii Mungu. Alisema kwa mapiko yangu nyinyi mmefanya gani? Umepona. Bwana asifiwe. Amen.
Tukitaka kuishi katika uponyaji ni lazima tumtii. Lazima tutii neno lake. Kule msalabani alisema yote yamefanya gani? Yamekwisha. Yaani kumaanisha laana, taabu na vyote vimefanya gani? Vimeisha. So kazi kubwa tulio nayo ni kutii. Tunapotii Mungu, naye Mungu anafanya gani? Mungu anatubariki. Mungu anatubariki. Biblia inasema ya kwamba alifanyika masikini ili nasi tukafanya gani? Tukawe tajiri. Je, wewe unakiri ya kwamba ni tajiri ama unakiri ya kwamba wewe ni masikini? Eza sifiwe. So, ukitaka kufanikiwa na kuendelea na kufanikiwa, kazi yako ni kufanya gani? Ni kutii. Eza sifiwe. Watu wanakuambia na wanakuletea spirit ya umaskini, unakataa. Unasema hapana, mimi ni tajiri. Bwana asifiwe. Na hiyo spirit ya utajiri ya Mungu inakufuata. Kwa sababu Biblia inasema ya kwamba tunaishi kwa sababu ya nini? Ya neema. Na tunashinda kwa ajili ya imani tuliyo nayo. So unakuwa na imani. Hata kama umelala njaa, unaamka ukikiri ya kwamba wewe ni tajiri. Bwana asifiwe. Amen. Na hiyo unashinda. Leo kwa sababu Yesu ndiye alisema ya kwamba alifanyika masikini ili sisi tukawe nini? Tukawe tajiri. So tajiri is our portion. Tajiri si ya Illuminati. Bwana asifiwe. Tajiri is our portion. So hayo magari ambayo tunaona, it is our portion. It is not for Illuminati and whatever. It is ours. So wewe unayemwishia Mungu ujue ya kwamba unakiri. Na unapokiri una create environment ya kuattract utajiri. Lakini unapoona ya kwamba hauwezi, wewe ni maskini unajiita, then you create an environment ya umaskini na ukosefu. Na kila siku itakuwa kulia. So tutazamie Mungu. Biblia inasema ya kwamba tumtii. Tutii neno lake. Naye ataondoa vyote ambavyo vinatuumiza. Magonjwa yanaweza kuwa yamekuteza, aibu inaweza kuwa imekuteza, ukosefu wa kazi umekuwa umekuteza, mambo yote yamekuwa yamekuteza, unatembelea katika aibu, hakuna kibali juu ya maisha yako. Waliondoa yote, wakanga walikaa kila usiku wanakaa kwa ajili ya maisha yako ili wakuletee aibu na fedheha kila mahali ambapo huko hauna amani kwa sababu ya mambo ya dunia hii. Lakini Bwana anasema ya kwamba siku ya leo hapo hapa kwa ajili ya kufanya gani? Ya kurejesha yote. Asifiwe. So tuamke kwa miguu zetu. Na tunapokuwa na tafakari ndani ya maisha yetu, mapito yote ambayo tunayapitia, je, maisha ambayo tunayaishi iko sawa ama ni maisha ambayo tunaumia? Wewe ndiye unayeyaona na unamwambia Mungu ya kwamba haya maisha yanakuwa mateso kwa ajili ya maisha yangu. Baba, nataka ukaingie ndani ya maisha yangu, ukayabadilishe. Kwa sababu mimi ni mtoto wako. Ulikufa msalabani kwa ajili yangu ili nikapate uzima. Na Baba, uzima huo ndio nahitaji ndani ya maisha yangu. Labda mwili wako umekuwa na udhaifu, umekuwa na ugonjwa. Sasa unakuumiza hata usiku wa ulali. Mwambie Baba, mimi niko hapa kwa ajili ya uponyaji. Haukuniumbia magonjwa, uliumba mwili wangu ukawe huru kwa ajili ya kusifu jina lako. Kila dakika nikae miguuni pako nikitazama uzuri wako. Maisha dunia hii mpaka unawaza niende wapi? Hasa mtazamo umekuwa kwa uchumi na maisha yaliyo magumu badala ya kutazama Mungu. Mungu anabadilisha yote yaliyo magumu juu ya maisha yako ikawe salama, ukayaona rahisi. So usione hukumu na Mungu. Usione udhaifu ulionao na Mungu. Usione upungufu ulionao na Mungu. Unapoona Mungu, Mungu anashuka juu ya maisha yako. Anaachilia neema yake juu ya maisha yako. Achilia mwema wake Yesu. Na Baba atatenda. Mwema Yesu. Yu mwema.